kuweza kuzungumza yale ya kimichezo. Mbele yangu ni Uchebe Yanga kuweza kuzungumza naye yale ya kimichezo na burudani. Bwana Uchebe, upo vizuri? Mimi binafsi niko vizuri, lakini pia niwashukuru mpaka nyinyi mmefika, naamini pia mko vizuri. Niseme jambo moja tu, jivunie na ulichonacho. Mimi na ulichonacho. Pengine na maana gani Uchebe? Mimi najivunia kwa mmoja ya mzaliwa katika mkoa wa Njombe, wilaya ya Ludewa. Tunazungumza uoto wa asili, tunazungumza mkoa wa Njombe, wilaya ya Ludewa, hasa kata ya Madilu na Lugalawa. Huko ndo uoto wa asili unaupata. Yaani unafili, wale waulize watu ambao wameweza kufika kwenye msitu wa Amazon kuna ladha gani? Ndo sawa sawa unazungumza Ludewa. Uchebe, tukishikiria hapo hapo moja kati ya kitu ambacho nimeamka nimeshangaa kuona bodi ya ligi imetoa faini ya milioni 5 kwa klabu ya Simba mchezo dhidi ya Dodoma Jiji. Hii imekaaje? Mimi of course nimependa, imekaa vizuri sana kwa sababu ule ni utovu wa nidhamu. Mimi pia niseme jambo moja. Hawa mashabiki wa Simba wanavyoendelea kuwalea, wanaendelea kulea uovu katika mpira. Hawataki mpira wa Tanzania ukue. One day watakuja kushuhudia damu. Hawa mashabiki wameshaonyesha utovu wa nidhamu, sio mara moja au mara mbili, ni zaidi na zaidi. Tena ukienda hata kihistoria, inawezekana hata we pia ulikuwa bado hujawa kwenye tasnia ya habari, tayari wana Simba wameanza kufanya nini? Vurugu. Nakumbuka Simba waliwahi ng'oa viti Benjamin Mkapa, unaikumbuka hiyo? Wakarudia tena kwenye mchezo na Sifasheni wakang'oa, sio wao? Leo tunavyokuwa tunazungumza kurusha mawe, makopo, kurusha mawe, sio makopo, vyovyote, vurugu viwanjani. Ulishasikia mashabiki wa Yanga ameleta vurugu uwanjani? Klabu ya Yanga ikapigwa faini kwa sababu ya mashabiki kuleta fujo? Ni jambo ambalo haliwezekani. Tunasikia tu na tunajiuliza kama mashabiki wa Yanga, hawa mashabiki wa Simba wana ujasiri gani wa kuleta fujo viwanjani? Na bodi ya ligi kwa nini inaendelea kuwabembeleza? Wale mashabiki wanaofanya vile wangekuwa Mtibwa, wangekuwa KMC, wangekuwa wa Azam, wangekuwa wanaruhusiwa kwenda viwanjani? Leo tunavyozungumza unakutana na adhabu ya mashabiki wetu wawili, na hapo bado ile adhabu ni ya uongo. Adhabu ni ya uongo ya Bwana Fumau pamoja na Baraka Yanga, ni ya adhabu za uongo. Wametoa ushahidi ambao ufanani na kesi. Kwa nini nazungumza hivi? Baraka Yanga tarehe ya mchezo wa Yanga na Namungo, Baraka Yanga alikuwa nani? Mbinga. Alikuwa kwenye mashindano yake aliyokuwa amealikwa na Wallace Cup. Mmenielewa? Alikuwepo kule. Kwa hiyo akiwa kwenye TV akawa analeta fujo uwanjani, analuka mageti. Pengine tuseme washabiki wa Yanga mnaonewa. Yes. Hii ni njama special ambayo imetengenezwa na bodi ya ligi pamoja na TFF kwa ajili tu ya kutufungia mashabiki wa Yanga, ili kututisha sisi mashabiki wa Yanga. Nawaambieni mashabiki wa Yanga tuko imara leo, kesho na kesho kutwa. Hatutushiki. Na palipo na uovu lazima tuseme. Kama hili tu lazima tuliseme. Wametunga uongo kuwafungia mashabiki wa Yanga, wakiamini kwamba wakifungiwa wale Uchebe Yanga nisizungumze na Solo Yanga sizungumze. Umenielewa? Sisi hatuogopi, tunautaka ubingwa, iwe jua iwe mvua, iwe kwa heri iwe kwa shari, ubingwa tunautaka. Bwana Uchebe, tukishikilia hapo hapo, moja kati ya video ambayo inasambaa ni kuhusiana na maneno ya kocha mkuu wa Mashujaa Football Club Jamhuri Jurie Kiwelo. Ulipata kuyasikia? Unajua siku zote wanasema ukitaka kujua siri ya mtungi muulize nani? Muulize nani? Umenielewa? Muulize Jamhuri Kiwelo. Katika vilabu 16 vya ligi kuu, nafikiri Yanga tu ndo hajapita, vilabu vingine amepita, sio? Akiwa kama kocha. Tuchukue takwimu kutoka 2023 mpaka hii 2026. Muulize kilabu gani ambayo hajaonja maumivu ya goli 5 kwa Yanga? Nimuulize Jamhuri Kiwelo, kocha wa Mashujaa.
kutoka 2023 mpaka hii 2024-26 klabu gani ambayo imecheza na Yanga haijafungwa goli 5? Nani? Toka 2023 kaangalie. Ukiona Azam hajafungwa hizo goli 5, njoo chukua hapa 300,000. Nikiona Azam hajafungwa goli 5 na Yanga kutoka 2023, njoo chukua 300,000. Kwenye mchezo mmoja uchebe. Sasa wewe unafikiri tunazungumza mchezo gani? Mchezo mmoja, vilabu vyote 15. Umenielewa? Vilivyo vinavyoshiriki ligi kuu vimeshaonja joto la jiwe kwa Yanga. Kwa leo mtu anapokuwa anazungumza, inatakiwa aanze kumwangalia na kumtafakari mara 2 mara 3. Huo ujasiri unautoa wapi mbele ya Yanga? Pengine anajitekenya acheka mwenyewe. Ndio maana nasema yule alichokifanya ametwanga pilipili. Kazi yake nini? Ametwanga pilipili mwenyewe. Yaani ameweka pilipili kwenye kinu, ameanza kutwanga. Nini kinaenda kutokea? Umenielewa? Sasa mwambie Jamhuri Kiwero, hao maneno aliyoyazungumza, maneno sio mpira. Maneno sio mpira. Bwana Uchebe, tukishikilia hapo hapo, tukitoka Kigoma tunaelekea Dar es Salaam KMC Complex. Simba akimkaribisha Pamba Jiji, mfupa mgumu akiwa Mwanza 1-1. Kule Mwanza kwanza alizulumu Simba, tukubaliane, alimdhulumu Pamba. Goli alipata kwa njia sio halali. 100% wana Yanga tunaenda kumsapoti Pamba. 100% tunaenda kumsapoti Pamba. Hiyo imekaje? Umenielewa? Kisomi zaidi. Ndio. Hiyo tumeipiga kisomi zaidi. Tunaua ndege wawili kwa jiwe moja. Tunacheza Mashujaa, tunamaliza tunacheza Dar es Salaam. Pengine hizo ndo figisu ambazo tulikuwa tunazisikia. Wanasema hivi, ili ufikie malengo lazima uangalie pia naye kufuata. Umenielewa? Kwa mimi nachokifanya, natumia jiwe moja kuua ndege wawili. Kwa aliyeelewa ameelewa, ambaye hataelewa akae hivyo hivyo asubiri matokeo. Mimi namhakikishia Pamba ndio timu bora. Umenielewa? Ina golikipa bora, ina washambuliaji bora na ina safu ya ulinzi bora. Kama walizulumiwa Mwanza, Dar es Salaam wasikubali kudhulumiwa. Kama walizulumiwa Mwanza, Dar es Salaam wasikubali kudhulumiwa. Afe kipa, afe beki, wakubali. Imwagike damu isimwagike, wachukue alama 3 mbele ya Simba. Bwana nikushukuru sana. Mimi nashukuru sana. Ciao.